LATRA wametufundisha namna ya usafiri salama na rafiki wa mazingira. Tumejifunza katika viwanja vya Mnazi Mmoja. Lakini mheshimiwa, kupitia app ya LATRA tumejifunza kwamba ile hofu ya kujua ndugu yako yuko wapi, amefika wapi sasa hivi, gari hilo liko wapi. Kumbe tumekwenda kwenye usafiri endelevu. Sasa hivi kila kitu unapata kwenye kiganja. Tumejifunza kupitia maonyesho haya. Huna haja ya kumpigia kondakta kumuuliza abiria wangu yuko wapi. Kila kitu kipo kwenye kiganja. Unaangalia basi lipo, nafasi zipo, linaondoka saa ngapi, liko wapi, limefika saa ngapi. Hii ni kazi kubwa. Nikasema Mheshimiwa Waziri Mkuu, siwezi kukaa nalo hili, lazima nikufikishie na lazima tuwapongeze LATRA. Piga makofi kwa kazi kubwa kwa LATRA. Mamlaka ya udhibiti usafiri ardhini LATRA, pamoja kwa usafiri bora LATRA, pamoja kwa usafiri bora LATRA. Mamlaka ya udhibiti usafiri ardhini LATRA ni taasisi ya umma. Ni wakati mwingine mtazamaji, tunakutana katika mfululizo wa vipindi hivi vya elimu kwa umma vinavyoletwa kwako na LATRA kwa lengo zuri kabisa la kuweza kukujuza kuhusiana na jitihada mahususi kabisa zinazotekelezwa na serikali yako ya awamu ya 6 chini ya uongozi mahiri wa Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye anahakikisha kila uchwao kwamba sekta ya usafiri ardhini hapa nchini inakuwa yenye tija kwa sote. Na leo mtazamaji, tupo mjini Morogoro katika ukumbi huu wa mikutano wa Magadu, ambapo tunaangazia kikao cha 7 cha baraza la wafanyakazi la LATRA, ambapo wanakutana hapa kwanza kuweza kupeana mrejesho kuhusiana na yale mambo ya msingi yaliyozungumzwa katika kikao cha 6 cha baraza la wafanyakazi ambacho kwa mwaka jana kilifanyika pale jijini Arusha, lakini vile vile unakutana kwa ajili ya kupanga mikakati ya pamoja, mikakati thabiti na madhubuti kabisa ya kuhakikisha kwamba gurudumu hili la sekta ya usafiri ardhini linakuwa linaenda kwa misingi iliyopangwa. Mimi ni Binti Jumbe, karibu ambatana nami mwanzo hadi mwisho wa kipindi hiki. Karibu. Mtazamaji, hiki ni kipindi cha usafiri na maendeleo, ambapo leo tupo hapa mjini Morogoro tukiangazia kuhusiana na kikao cha 7 cha baraza la wafanyakazi wa LATRA, ambapo wamekutana hapa jijini Morogoro na kuzungumza mambo kadha wa kadha kuhusiana na mustakabali mzuri kabisa wa kuboresha sekta ya usafiri ardhini hapa nchini. Na kwa bahati iliyo njema kabisa, kikao hiki cha baraza kimeongozwa na CPA Daktari Habibu Juma Suluo, mkurugenzi mkuu wa mamlaka hii ya udhibiti usafiri ardhini LATRA, ambaye pia ni mwenyekiti wa baraza hili. Na mtazamaji, wakati akifungua kikao hiki cha baraza la wafanyakazi wa LATRA hapa mjini Morogoro, CPA Daktari Habibu Juma Suluo alitumia fursa hiyo kuwakumbusha na kuwasihi watumishi wa LATRA kufanya kazi kwa juhudi, bidii, maarifa, lakini pia kuwa wazalendo katika utendaji kazi wao wa kila siku, bila kusahau kwamba watoe huduma bora kwa kuzingatia mfumo wa usimamizi wa ubora wa kimataifa, yani ISO 9001. Na niwashukuru sana nyinyi wafanyakazi kwa ujumla, nyinyi wakilishi mlioweza kuwepo hapa, waliko kwa utendaji mzuri wa mamlaka yetu kwa kipindi cha mwaka mzima uliopita. Mafanikio ni makubwa, kila siku tunapiga hatua, na nyinyi ni mashahidi. Sisi tumekuwa na tuzo nyingi, mpaka kabati yangu ya Dar es Salaam ilishajaa, kabati ya Dodoma karibu inajaa. Ni tuzo kwenda mbele. Hii yote ni matokeo ya utendaji mzuri, na najivunia kwa kweli timu hii na wafanyakazi ambao tunafanya kazi kwa moyo sana, tunafanya kazi kwa bidii, kwa weledi, uadilifu. Yapo mapungufu machache ambayo ni rahisi kuyarekebisha kwa sababu tunaendelea kukumbushana, na hasa kipindi hiki ambacho tumepata ithibati ya kimataifa ya ISO 9001:2015, ubora ambao unamwangalia mteja zaidi na kumhudumia vyema. Kwa hiyo tuendelee kushikamana, tuendelee kufanya kazi kwa moyo, kwa bidii sana, lakini tukitambua kwamba wote tuko katika nafasi hizi tukimsaidia Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Yeye ndo ametupa hizi nafasi,
tunawatumikia Watanzania kwa niaba yake. Mamlaka yetu imeanzishwa kwa malengo. Kwa hiyo kila mmoja katika nafasi yake aanze kufikiria anatengenezaje tabasamu katika nyuso za wale tunaohudumia. Mara yake mwaka huu rais wakati anazindua bunge alisema anatamani atakapomaliza muda wake awaache Watanzania wakiwa na nyuso za tabasamu. Hawa Watanzania kwa nini wasiweze kutabasamu leo? Na hasa sisi wakati huu ambapo tumepata ithibati ya kimataifa na tumepata tuzo mfululizo. Kwenye Wizara ya Uchukuzi tumekuwa tukiongoza kila mwaka mamlaka ambayo inafanya vizuri katika mkataba wa utendaji ambao tunaingia na Katibu Mkuu Wizara ya Uchukuzi. Na mwaka jana nyinyi ni mashahidi kwenye mkutano wa wakuu wa taasisi pamoja na wenyeviti wa bodi uliofanyika Arusha, tulipata tuzo ya Mheshimiwa Rais kuwa taasisi ambayo imeboresha mifumo, imeboresha utendaji na kuboresha huduma kwa wateja. Kwa hiyo tuendelee kutunza. Kupata tuzo kama hizi ni jambo dogo, kukitunza na kukiendelea ndio jambo kubwa zaidi. Kwa hiyo ni wasihi sana tuendelee na moyo huu wa kuwahudumia Watanzania. Mtazamaji, moja ya ajenda kubwa kabisa ambayo imejadiliwa katika kikao hiki cha Baraza la Wafanyakazi wa Mamlaka ya Udhibiti Usafiri Ardhini LATRA hapa mjini Morogoro ni kuhusiana na masuala mazima ya bajeti. Kama unafahamu kwamba ili taasisi iweze kutekeleza jukumu lake kwa ufanisi au majukumu yake kwa ufanisi, ni muhimu na lazima kuwepo na bajeti inayowezesha utekelezaji wa majukumu hayo. Na katika kikao hiki mtazamaji, Kurugenzi ya Udhibiti Uchumi iliwasilisha mapendekezo ya bajeti ya mamlaka kwa mwaka wa fedha 2026 na 27, lakini vile vile iliwasilisha mapitio ya bajeti ya mamlaka kwa nusu mwaka 2025 mwaka 2026. Bwana Abdallah Mwagama ni mkurugenzi udhibiti uchumi kutoka Mamlaka ya Udhibiti Usafiri Ardhini LATRA, ambaye hapa anaelezea ni kwa namna gani mapendekezo haya ya bajeti kwa mwaka wa fedha 2026-2027 yanaenda kuakisi utendaji kazi wa mamlaka. Tupo hapa Morogoro kwa ajili ya kikao cha Baraza la Wafanyakazi. Baraza la Wafanyakazi ni chombo cha kisheria ambacho kinashauri management na kisheria kama tunavyopitisha mipango ya muda mrefu ya rasilimali na mikakati, lazima tuwashirikishe kama wawakilishi wa wafanyakazi kabla ya kwenda kuwasilisha mapendekezo haya bodi kwa ajili ya idhini ya mwisho. Tulikuwa hapa kuwasilisha mapendekezo ya mpango mkakati wa miaka 5 ijayo ambayo tunaanzia Julai mwaka 2026 mpaka mwaka 2030-31. Miaka 5. Kwa hiyo ndani yake inaakisi malengo mbalimbali ya kiserikali, malengo ya kimataifa yanayohusiana na usafiri ardhini, lakini yale pia ya kitaifa yanayohusiana na uchumi, moja kwa moja yakihusiana na usafiri ardhini. Yapo pia malengo ya kuendeleza taasisi yetu na kuendeleza pamoja na wadau wetu. Tumeyakusanya, tumeyachakata, tumekuja kupokea maoni ya wafanyakazi. Tumewasilisha pia mapendekezo ya mpango na bajeti ya mwaka mmoja unaoanzia mwaka 2026-27 ikiakisi utekelezaji wa ule mpango mkakati, na kwa maana hiyo tunakuja hapa kukubaliana kwa pamoja tunachokifanya mwaka 26-27 katika kufikia malengo ya sekta ya usafiri ardhini tunayoidhibiti. Sasa nini cha msingi sana au malengo gani yanayojitokeza sana kwa mwaka ule? Mwaka huu tulijikita kwenye kuandaa sera na utaratibu wa kutekeleza matakwa ya maendeleo endelevu duniani, SDGs. LATRA au usafiri ardhini inaakisi utendaji wake na huduma zake kwenye malengo 16 katika malengo 17 ya kidunia ya maendeleo endelevu, na tulishaandaa sera ambayo tutaipitisha, tutapata idhini yake pia ya kuanza kutekeleza mwaka huo 26-27. Kwa hiyo katika moja ya lengo kubwa ni katika utekelezaji wa hilo ya malengo ya maendeleo endelevu
ambao ndani yake tunataka tuakisi kuhakikisha sekta sasa inakwenda kwa nguvu zaidi kwenye matumizi ya nishati safi, utunzaji mazingira, utawala bora, lakini uzingatiaji wa utoaji huduma unaozingatia mahitaji ya makundi mbalimbali, wakiwemo walemavu, wakiwemo kina mama wajawazito, watoto wadogo, wazee, watu wa vijijini, vipato vidogo na makundi mengine. Tunakwenda kutekeleza hayo ndani kwa maana ya mamlaka. Tutapitia kanuni, tutapitia miundombinu, tutatoa ushauri, tutafanya tathmini ya miundombinu ya reli, ya barabara na ya usafiri wa waya tunaposimamia, kuona kwa kiasi gani na akisi haya, ili kwa pamoja na wadau wetu tuweze kuyafanyia kazi na kuhakikisha yanaleta usafiri ambao ni endelevu. Mtazamaji, moja tukio kubwa la kuvutia na la kihistoria ambalo limefanyika katika kikao hiki cha 7 cha Baraza la Wafanyakazi la LATRA hapa mjini Morogoro ni uchaguzi wa kumpata katibu mpya wa baraza, ambapo katibu aliyekuwepo ama katibu ambaye ameachia ngazi ni katibu ambaye kwa sasa amepandishwa cheo na kuwa sehemu ya management, na kwa mujibu wa taratibu yeyote anayekuwa sehemu ya management ama sehemu ya chama cha wafanyakazi hapaswi ama hana sifa ya kuwa katibu wa baraza la LATRA. Na hapa mtazamaji, ni kupeleke kwa Bwana Musa Mwakalinga ambaye ni naibu katibu mkuu wa chama cha wafanyakazi wa mawasiliano na uchukuzi, yani KOTU Taifa, ambapo hapa anaelezea uchaguzi mzima jinsi ulivyokwenda. Leo kulikuwa na ajenda ya kufanya uchaguzi na mimi ndio nisimamia, na kiutaratibu ni kwamba kutoka management wanaleta majina mawili ambayo wanapigiwa kura. Kwa hiyo tulipokea kwenye baraza, ndani ya baraza, majina mawili ambaye ni Irene Sawe pamoja na Charles. Kwa hiyo wote wakapata nafasi sawa ya kujieleza, wakauliza maswali, na ilipofika wakati wa uchaguzi, basi uchaguzi ukafanyika kwa misingi yote ya kidemokrasia, na ulikuwa na uchaguzi huru, haki na kuaminiwa. Kwa uchaguzi waliopiga kura walikuwa ni 53, wajumbe 53 wanapiga kura, lakini kura baada ya kupigwa zilihesabiwa, ni kura ya asili, na walikuwepo pia wadhamini, na kura matokeo ilikuwa kama ifuatavyo. Hamna kura ambayo iliharibika. Waliompigia Charles ni 25, waliompigia Irene Sawe ni 28. Kwa hiyo akatangazwa Irene kwamba ndiye atakuwa katibu wa baraza, na Charles aliyefuatia kwa mujibu wa taratibu ndio anakuwa katibu msaidizi, na majukumu yao yameshaanza tayari. Mtazamaji, Bi Irene Sawe ni katibu mpya wa baraza la wafanyakazi wa mamlaka ya udhibiti usafiri ardhini LATRA. Je, Bi Sawe anawaahidi nini wajumbe wa baraza hili katika uongozi wake? Baraza la wafanyakazi ni kama bunge. Kwa hiyo wale wajumbe ni wawakilishi wa wafanyakazi wote, kama ilivyo wabunge ni wawakilishi wa wananchi. Kwa hiyo ninaamini ya kuwa nitakuwa ni kiungo kizuri baina ya management ya LATRA, watumishi wa LATRA na hawa wawakilishi, ambapo tutakuwa tunakaa katika baraza hili kwa ajili ya kujadili masuala mbalimbali kwa ustawi wa watumishi. Tunafahamu tunafanya kazi na muda mwingi tunatumia kazini. Kwa hiyo ni vizuri sana kuwa na mazingira mazuri mahali pa kazi, mazingira rafiki na mazingira ambayo ni wezeshi. Kwa hiyo kupitia mabaraza haya ndio tunaweza kukaa na management kuweza kujadili hizo welfare mbalimbali, kwa sababu wajumbe hawa watakuwa wanakuja na ujumbe kutoka kwa wafanyakazi. Kwa hiyo nitakuwa ni kiungo ambacho naweza nikaratibu na kujenga hoja kiasi kwamba management na baraza watakuwa ni kitu kimoja kwa ajili ya kuhakikisha kwamba maslahi ya wafanyakazi, mazingira ni mazuri na lengo la kuwa na baraza linafikiwa. Kwa hiyo ninawaahidi kuwa nitawatumikia vizuri
na nitahakikisha kwamba mazingira yetu ya kazi yanaboreshwa, kwa sababu mimi ndio nitakuwa kiungo muhimu sana kwa ajili ya kuweza kuratibu masuala mbalimbali ya vikao hivi ambavyo lengo lake ni kuhakikisha kwamba tunajadili na tunapata muafaka kwa maslahi mapana ya wafanyakazi wa LATRA. Mtazamaji, Bi Mwadawa Sultani ndiye aliyekuwa katibu wa baraza la wafanyakazi wa mamlaka ya udhibiti usafiri ardhini LATRA. Na hapa Bi Mwadawa Sultani yeye anaelezea mafanikio yaliyopatikana katika baraza hili kwa kipindi chote ambapo yeye alikuwa katibu, lakini vile vile anatoa wito kwa katibu mpya na naibu katibu wake. Siku ya leo ninayo furaha sana kuona kwamba baraza limepata uongozi mwingine baada ya mimi kutoka, kwa sababu nimekuwa humu kwa miaka sasa kuanzia 2012 mpaka sasa, unaweza ukaona ni miaka karibia 14 nimekuwa kwenye hili baraza kwa nafasi hiyo. Kwa hiyo yapo mambo mengi tumefanikiwa, na yapo mambo ambayo yanahitaji pia watu wengine nao waendeleze kutoka hapa kwenda sehemu nyingine. Mafanikio makubwa sana ya baraza mpaka sasa tulipofikia. Kipindi tunaanza baraza la kwanza ilikuwa na wajumbe 25. Sasa hivi tunavyoongea baraza lina wajumbe 62. Kwa labda kupitia tena uongozi mpya unaokuja, labda baraza tena linaweza likawa na wajumbe zaidi ya hiyo namba ambayo sisi tumefikia. Kipindi kile cha nyuma tulikuwa tukifanya vikao eneo moja, lakini sasa hivi tumekuwa tukienda maeneo mbalimbali tukifanya vikao, tunaongeza ajenda, ushirikishwaji, na siku zinavyozidi kwenda unaona kwamba wajumbe wako tayari, wako wanauelewa na baraza, na vile vile kwamba wanachangia kwa maana ya kujenga. Kwa hiyo nashukuru sana, nashukuru baraza la LATRA kwa kuweza kufanya kazi vizuri pamoja na kuweza kupata ushirikiano wao kipindi hiki chote. Naweza kusema mpaka hatua hii niliyofikia sikupata changamoto za kunifanya nijutie katika hii nafasi. Nimekuwa na muda mzuri wa kufanya nao kazi. Kwa upande wa management wamekuwa wakisikiliza ushauri ambao nakuwa nawapa kadri ya muda unavyoenda, na kwa upande wa kotu nimekuwa na ushirikiano nao mzuri katika compilation ya nyaraka na vitu mbalimbali. Mtazamaji, Bwana Pateli Ngereza yeye ni mwenyekiti wa chama cha wafanyakazi wa mawasiliano na uchukuzi KOTU-T tawi la LATRA, ambapo hapa anaelezea nafasi ya chama hiki cha wafanyakazi hapa LATRA kuhakikisha kwamba linachagiza ufanisi wa utendaji kazi wa mamlaka hii. Sisi kama wakilishi wa chama cha wafanyakazi, shughuli yetu kubwa ni kuhakikisha kwamba tunawasilisha yale yote ambayo yanalenga kujenga maeneo mawili. Moja ni la utendaji wa mamlaka, lakini la pili pia la maslahi ya wafanyakazi. Kwa sisi kama sehemu ya chama tumewasilisha yale yote ambayo yanawahusu wafanyakazi katika maslahi yao na katika uboreshaji wa utendaji wa mamlaka. Tumeshauri management na tumeshauri mamlaka kwa ujumla kuboresha maeneo mengi, lakini eneo moja hapo ni kuboresha matumizi ya tiketi za kielektroniki. Kwa tumeshauri namna bora ambayo tunaweza tukatumia kwa pamoja kuhakikisha kwamba tunaongeza wigo wa upatikanaji wa tiketi za kielektroniki, na ili kila mwananchi aweze kupata huduma hiyo, lakini pia kila mwananchi hakikishe kwamba anapata tiketi ya kielektroniki. Lakini eneo jingine ambalo tumeshauri na tunaona kwamba tunaenda vizuri ni eneo pia la matumizi ya mawakala katika utoaji wa leseni zetu za usafirishaji, hususan eneo la bodaboda na bajaji. Kwa pikipiki za magurudumu mawili na matatu tunatumia mawakala. Kwa hiyo tumeona tushauri kuboresha eneo hilo kwa sana, ili pia tuweze kuwafikia wale wote ambao tunashindwa kuwafikia kulingana na idadi ya wafanyakazi waliopo. Mtazamaji, wajumbe wa baraza hili la wafanyakazi wa mamlaka ya udhibiti usafiri ardhini LATRA walipata fursa maridhawa kabisa ya kufahamishwa kuhusiana na masuala mbalimbali ya kijamii, ikiwemo masuala ya afya kama vile jinsi ya kuutunza moyo, lakini vile vile walielimishwa kuhusiana na masuala ya mirathi, ndoa na talaka. Hapa tunde tukuwasikilize na kuwatazama pamoja na kusikia maoni ya wajumbe hawa. Kwa mara ya kwanza nimefurahi sana kupata vipindi hivi, mafunzo haya katika semina hii, kwa sababu muda mwingi tunapata muda kujifunza masuala ya rushwa, lakini kwa sasa hivi wametugusa, wametupa nafasi ambayo
tunatakiwa kugundua nini tunatakiwa kukifanya ili uweze kuwa mfanyakazi mzuri, lakini pia uweze kutimiza majukumu yako kikamilifu. Lazima uwe sawa kimwili, na maanisha kiafya. Lakini kama utakuwa uko legelege, hata utendaji kazi wenyewe utakuwa ni mdogo. Kwa hiyo mafunzo ya afya ni muhimu sana, hasa ya moyo, kwa sababu moyo unabeba kitu kikubwa sana katika mwili. Kama moyo umechoka, kazi haiwezi kufanyika. Kama akili imechoka, kazi haiwezi kufanyika. Nishati safi, nishati safi na ubunifu katika usafirishaji ndio mpango mzima. Mtazamaji, hakika wahenga walituambia kwamba mgagana upwa hali wali mkavu, na wakati ulikuwa unasubiria ndio huu. Twende kwenye swala la wiki, lakini kabla kufahamishana swala wiki hii, tukumbushane kidogo kuhusiana na swala wiki iliyopita, ambapo tuliuliza swali lifuatalo. Tulisema tutajie faida 5 anazozipata afisa usafirishaji wa bodaboda na bajaji ama mmiliki baada ya kujiunga na vyama ama chama cha ushirika. Na mshindi wa swali hilo, mtazamaji, ni Ramadhani Mauya. Kongole nyingi sana kwako Rama Mauya. Na ewe mtazamaji ambaye una kiu ya kuwa mshindi wa swala wiki hii, tafadhali fuata vigezo na masharti kama ifuatavyo. Mosi, unapaswa kuwa umetazama kipindi hiki katika runinga yako, lakini pili, unapaswa kuwa umetufuatilia katika mtandao yetu wa kijamii, na tatu, unatakiwa uwe wa kwanza kabisa kujibu kwa sahihi katika kurasa zetu za kijamii. Na swala wiki mtazamaji ni rahisi kabisa na linasomeka kama ifuatavyo. Tutajie katibu wa baraza la wafanyakazi wa mamlaka ya usafiri ardhini LATRA aliyemaliza muda wake, lakini vile vile tutajie katibu mpya wa baraza hili la LATRA. nishati safi, Nishati safi na ubunifu katika usafirishaji ndio mpango mzima. Mtazamaji, hakika mbio za sakafuni huishia ukingoni, na kwa nukta hii kipindi cha usafiri na maendeleo ndio kimetia nanga. Kumbuka leo tulikuwa tunaangazia kuhusiana na kikao cha 7 cha baraza la wafanyakazi la mamlaka ya udhibiti usafiri ardhini LATRA, ambapo imeendesha kikao chake katika ukumbi wa Magadu hapa mjini Morogoro, ambapo mtazamaji, tumeona na kusikia lengo mahususi la kuendesha vikao hivyo baraza ni kwamba kwanza wanapeana mrejesho kuhusiana na yale ambayo waliyajadili na kukubaliana katika kikao cha 6 cha baraza la wafanyakazi kilichofanyika kule jijini Arusha mwaka jana, lakini vile vile wamekutana hapa mjini Morogoro kwa nia njema kabisa ya kuweka kwa pamoja mikakati thabiti na imara kuhakikisha kwamba mamlaka hii ya udhibiti usafiri ardhini inatekeleza majukumu yake kwa ufanisi, uweledi, ili kufikia malengo mahususi iliyojiwekea. Vile vile mtazamaji, tumesikia maoni ya wajumbe wa baraza hili ambao kikubwa mtazamaji wamepongeza jitihada zote ambazo mamlaka hii inazitekeleza kuhakikisha kwamba watumishi na mamlaka kwa jumla inafika mbele zaidi kwa kutekeleza majukumu yake kama inavyotakikana. Vile vile tumemwona na kumsikia Pateli Ngereza ambaye ni mwenyekiti wa chama cha wafanyakazi cha KOTU-T tawi la LATRA, ambaye ameelezea mchango wao ama nafasi yao katika kuhakikisha kwamba LATRA inatekeleza majukumu yake kwa ufanisi ule ambao unatakikana. Mimi ni Binti Jumbe. Kumbuka, mwisho wa kipindi hiki ndio maandalizi mahususi na mahiri kabisa ya kipindi cha usafiri na maendeleo kinachofuata. Hadi wakati mwingine, nikutakie wakati mwema. Kwa heri kwa sasa. pamoja kwa usafiri bora LATRA, pamoja kwa usafiri bora LATRA, mamlaka ya udhibiti usafiri ardhini LATRA. Kama unaamini kama mimi kwamba nishati safi katika usafirishaji ndio mpango mzima, tunapiga kofi moja moja la kuunga mkono. LATRA wametufundisha namna ya usafiri salama na rafiki wa mazingira. Tumejifunza katika viwanja vya Mnazi Mmoja, lakini mheshimiwa, kupitia app ya LATRA tumejifunza kwamba ile hofu ya kujua ndugu yako yuko wapi, amefika wapi sasa hivi, gari hilo liko wapi. Kumbe tumekwenda kwenye usafiri endelevu. Sasa hivi kila kitu unapata kwenye kiganja. Tumejifunza kupitia maonyesho haya. Huna haja ya kumpigia kondakta kumuuliza abiria wangu yuko wapi. Kila kitu kipo kwenye kiganja.
unaangalia basi lipo, nafasi zipo, linaondoka saa ngapi, liko wapi, limefika saa ngapi. Hii ni kazi kubwa. Nikasema, Mheshimiwa Waziri Mkuu, siwezi kukaa nalo hili, lazima nikufikishie na lazima tuwapongeze LATRA. Piga makofi kwa kazi kubwa kwa LATRA.